Bana, mambo vipi, inakuaje? Karibu tena kwenye Wake Up na Mando. Hii ni siku ya Ijumaa nzuri, tunakutana kwa ajili ya kupiga stories zetu za kiburudani, na leo tuanzie na show ya Super Bowl ambayo inatarajiwa kufanyika weekend hii Marekani, na tunajua star Bad Bunny anaenda kuperform kwenye hiyo halftime show ya Super Bowl ambayo itafanyika California, Marekani. Na issue kubwa ni mshikaji kupingwa sana na Wamarekani kwamba hawataki yani ni watu ambao walikuwa hawamtaki Bad Bunny kuperform kwenye tamasha lao la Super Bowl, kwa sababu wanaamini hilo ni tamasha la asili la Wamarekani na Bad Bunny asili yake sio Marekani. So watu wanajaribu kuangalia show za Bad Bunny then wanalinganisha na show za kina Kendrick Lamar ambazo zimepita, show ya Asha Raymond ambayo imepita, show ya Rihanna ambayo imepita, na kubwa zaidi hii ya Kendrick Lamar ya mwisho before ya Bad Bunny kuteuliwa kuperform kwenye show au kwenye halftime show ya Super Bowl ambayo inafanyika Jumapili hii. Sasa watu wengi walikuwa wanampinga mshikaji sana, na nimeona Wamarekani walikuwa wanapinga, wanasema kuna malegend wakubwa sana Marekani ambao walideserve kupata nafasi hiyo kuperform, na watu wengi walikuwa wanampigia debe Lil Wayne aweze kupanda jukwani kuperform Super Bowl, na wanasema kuna wasanii wengi ambao wamelitendea haki soko la muziki wa Marekani, lakini bado mpaka leo hawajapata nafasi ya kuperform. Akina Neo, even Neo alizungumza juzi akasema yeye atafurahi sana siku akimuona Chris Brown anaperform kwenye tamasha au kwenye halftime show ya Super Bowl. So Wamarekani walienda mbali wakasema huyu asili yake sio Marekani, na wao ilikuwa ni asili ya kuipa nafasi. Issue ni kwamba asipofikisha au asipo influence yake isipokuwa kama ya kina Kendrick Lamar, inawezekana Wamarekani wakamind sana. Lakini mshikaji of course kwenye show sio kwamba ni mtu mbaya sana hawezi kufanya show, nope, lakini tu Wamarekani wenyewe walikuwa wanamkataa mshikaji. Issue nyingine bwana ni ya Kai Cenat. Kai Cenat ameenda Nigeria kwa mara ya pili, anafika Nigeria of course, lakini awamu hii mara ya kwanza alienda kutembelea, awamu hii ameenda kwa ajili ya kutembelea shule yake ambayo amejenga, lakini pia kwenda kuizindua, na ni muda mrefu toka aje Nigeria, unaelewa? Sasa huyu ni YouTuber na ni streamer Kai Cenat, na tunajua siku kadhaa nyuma, wiki kadhaa, alikuwepo iShowSpeed Africa, na katika taifa ambalo alitembelea na akatrendi zaidi ilikuwa ni Nigeria, kwa sababu kuna baadhi ya streamer kutoka Nigeria walianza kumharass, unajua kwamba tufanye kitu na nini kinapela, unajua ilikuwa ni issue ambayo iko viral sana, understand? Alipokuja akatoa Nigeria, kwanza watu wakaanza compare mapokezi ya Kai Cenat na mapokezi ya iShowSpeed katika taifa la Nigeria. Mind you, mshikaji kwanza alishatangaza kuquit kwenye swala la streaming, na hata ukienda kwenye YouTube yake, account yake ya YouTube, ukienda pale kwenye YouTube huwa kuna sehemu inaandikwa live, unaelewa, podcast, shorts, videos na nini. Sasa yeye kwenye ile sehemu ya live, ile sehemu ameiondoa kabisa. So hata video ambazo ameshawahi kustream, ukienda kwenye account yake ya YouTube huwezi kuzikuta tena. Ukienda kwenye account yake ya Instagram amepunguza posti, na ni kwa sababu alisalitiwa na mpenzi wake Gigi ambaye alitembea na NBA Youngboy, yule rapper kutoka Marekani. I don't think alitembea, walisema alionekana yuko naye. Sasa jamaa alikuja live, akaja live akawa analia sana, na baada ya kulia sana akawa hastream tena, akasema anatarajia kuquit kabisa kwenye masuala ya live streaming. Unajua watu wakawa wanamcompare na iShowSpeed alivyoenda Nigeria na yeye, kwamba nani alitisha sana, mapokezi yake alikuwaje. Na ukiangalia iShowSpeed alifanya promo sana kuhusiana na kuja Afrika, lakini mshikaji Kai Cenat hakudili na mambo ya promo, yeye aliibuka tu akatua Nigeria, akatembelea shule, na of course bado yuko pale. Lakini ukiachana na hicho, tunaizungumzia nguvu ya iShowSpeed kwenye ushawishi, umeelewa? Na hata sasa hivi trust me, baada ya kuja au baada ya ujio wa iShowSpeed Africa wataongezeka streamer wengi sana kuja Afrika. Na ukiachana na streamer, nimeona mpaka madereva wa magari sasa hivi wameanza kuandaa route za kuja Afrika, wanatoka Marekani. Sasa sijajua bahari wanavukaje, kuna meli, kuna ndege, kuna nini, so jambo dogo. Sasa inawezekana ujio wa iShowSpeed umesababisha content creator wengi kupanga safari ya kuja Afrika, kwa sababu iShowSpeed ni kama alikuja kuifungua Afrika. Najua watu wengi walikuwa wanaamini kuja Afrika utakutana na mbuga za wanyama, utakutana na majangwa, utakutana na mapori, unanielewa vizuri, labda kizidi sana bahari,
Sasa baada ya Aisha Speed kuja Afrika, amekuja kuvumbua ni kwamba Afrika ni bara ambalo lina mataifa zaidi ya 50, na akaja kuonyesha kwamba ukija Afrika kuna miji ambayo imejengwa zaidi ya miji Ulaya na Marekani. Kaja kuonyesha kuna vivutio vingi kutoka Afrika. Sasa ndio maana ma YouTuber wengi sasa hivi wameanza kuiweka Afrika kwenye ruti zao za kuja Afrika. So Aisha Speed amekuja kuifungua Afrika duniani, then kaja kuwa inspire ma streamer na ma content creator kutoka Afrika na wao kuanza masuala ya streaming. Kiangalia Credio sasa hivi watu wanampushi sana kuhusiana na kustream, lakini niliona pia Enjo Nyigu anasema anataka kwanza kustream. Yeye hatembei Afrika nzima, bali anataka kwanza tu kutembelea mikoa ya Tanzania yote kufanya content na vitu kama hivyo. So kiukweli issue ya Aisha Speed na kujua Kai Cenat vinajaribu kupush ma streamer, na baada ya miaka 2-3 manake Afrika tutakuwa na ma streamer wakubwa kama hawa wa Kimarekani. Kuna issue moja ambayo inaendelea sasa hivi na ni story kubwa sana ya Jeffrey Epstein au Jeffrey Epstein. Huyu jamaa ni bilionea mkubwa sana ambayo aliwahi kufanya vitu kinyume na matakwa ya ubinadamu. Kama mnakumbuka hii sakata la P Diddy ambalo lilikuwa linaendelea la kulawiti, unaelewa, ku-abuse. Sasa ile P Diddy alikuwa na abuse, anawafanyia watu vitu kinyume na matakwa yao, walikuwa ni watu wazima ila bila matakwa yao. Lakini Jeffrey Epstein alikuwa anafanyia watoto wadogo. Umeelewa? Ndio jamaa kitu ambacho kinamfanya aweze kutrend. Alikuwa anafanyia watoto wadogo, then watoto wa kiume na watoto wa kike. Then watoto wadogo ambao wamezaliwa na mwaka mmoja miezi kadhaa, unaambiwa washikaji walikuwa wanakunywa damu na kula nyama zao. Yametoka mafaili ya Jeffrey Epstein ambayo ndio yana trend sasa hivi. Unaelewa? Kwa mshikaji alikuwa ni mafia na alinunua kisiwa. Na issue ambayo Wamarekani wanaipushi sana kwa sababu rais wao katajwa zaidi ya mara 1000, Donald Trump. Na watu wanahusisha na masuala ya giza, masuala ya Illuminati, masuala ya Freemason, kwa sababu wanakunywa damu za watu, wanakula nyama. Unaelewa? Yaani kiukweli ukitazama yale mafaili na zile clip ambazo zimeachiwa, wametajwa mastaa wengi akiwemo Jay-Z, wametajwa kina P Diddy, wametajwa mastaa wengi vibaya, viongozi wakubwa. Watu wanajaribu kuzungumza kwenye upande wa kiburudani ni kama hasa kwenye muziki na movie unatawaliwa sana na mambo ya giza. Ndio maana wanatajwa mastaa ambao wamefanikiwa sana kwenye movie na kwenye muziki. Wengi walikuwa wanahusika, wanahudhuria party kwa sababu walikuwa wanaandaa party kama P Diddy. Walikuwa wanahudhuria kwenye party za Jeffrey Epstein. Viongozi wakubwa wanavyotajwa kule unaweza kaziba masikio. Imetajwa taifa la Kenya pamoja na Somalia ni kwamba ni miongoni mwa mataifa ambayo yamehusika kwenye human trafficking. Human trafficking ni kuuza watu. Kwamba mnaweza mkaambiwa labda watoto mnaambiwa kuna dili zimetokea Marekani za kufanya kazi. Then ukifika kule unakutana na vitu vingine tofauti. Sasa kwa Jeffrey Epstein ni tofauti, kiongozi ili utoboe. Sasa wametajwa mastaa wengi akina P Diddy, na P Diddy ndio naomba ilikuwa ni copy ya Jeffrey Epstein. Na yule alikuwa anachukua watoto wa chini ya miaka 18. Sasa ndio watu wanajaribu kudiscuss kwa nini always ni kwenye muziki. Kwa sababu ukiangalia hata hizo party za Diddy walikuwa wanaalikwa wasanii. Msanii akitaka kufanikiwa lazima aunganishwe na P Diddy. Why vitu vya giza ni kwenye muziki? Ndio watu wanakuja kuonyesha ni kwamba muziki sio sehemu ya Mungu. Imagine mtu kama labda Michael Jackson anaenda kwenye taifa kufanya show, watu wanakufa, watu wanauana, watu wanalia. Yaani mtu analia kumuona tu. Sasa ndio jiulize kuna nini ambacho kimejificha kwenye ustaa kuwa maarufu mkubwa. Kuna show ya Travis Scott iliwahi kuahirishwa juzi. Baada ya mshikaji, watu umefika kwenye tamasha lake, watu wamekanyagana mpaka wamekufa. Unajaribu kujiuliza tu kiubinadamu wa kawaida, kitu gani ambacho watu wanakimbilia mpaka kwenda kufa kwenye show ya Travis Scott? Ni huu muziki tu? Ni kwenda kumuona mshikaji tu kwamba wamemtazama Travis Scott huyu hapa? Aya, ukishamuona unafaidika na nini? Kitu gani ambacho kiko behind kwenye umaarufu wa mastaa, kupendwa? Nini ambacho kipo behind? Ndio vitu kama hivyo
wanakutana na vitu vya giza sana ambavyo watu wanakula nyama za watu. Yaani ile file wala sio kwamba ni siri, kwa sababu serikali ya Marekani wao ndio wameruhusu viende, kwa sababu wanasema wapinzani wanajaribu kumstress Donald Trump. Unajua zile kwa walivyozipata zile file wakaamua bora zivuje, ili kwa sababu mambo ya upinzani, mambo ya uongozi na nini ambacho kiko behind masuala ya mtu kufanikiwa sana kimuziki. Kwa nini mtu akifanikiwa sana kimuziki anahusishwa na masuala ya giza haya? Why? Msanii yani why anahusishwa na masuala ya giza, kuua watu, kula witi watu, yani kubaka watoto wadogo wa kike? Ni why always watoto? Watu wanajiuliza pia maswali. Kwa nini ni watoto tu chini ya miaka 18? Why sio watu wazima? Why ni watoto? Ni vitu ambavyo kikweli ndio topic kubwa sana sasa hivi kuhusiana na hizi files za Jeffrey Epstein. Story nyingine ambayo tunayo bwana kuhusiana na burudani ni issue ya Harmonize na Kajala kuvalishana pete juzi. Of course wamevalishana pete tarehe 29 December, right? Lakini juzi wakavujisha picha zile wakati wako kwenye engagement. Understand? Hii ni mara ya pili Harmonize kumvalisha Kajala pete. Mara ya kwanza ilitokea before ya kugombana na ilifanyika Serena, nakumbuka EFM ndo walikuwa wana cover lile tukio, remember? Mimi nataka nikusomee kitu ambacho alikiandika Harmonize kidogo. Even Kajala aliposti, Kajala aliweka #HKforever, lakini Harmonize akaja kutoa ya moyoni. Unajua Harmonize ameandika, upendo na heshima ninayokupa vinanirudia, kwa kuwa nakupenda basi najipenda zaidi, nawaza maendeleo zaidi, niwe tajiri zaidi, nikutunze vizuri zaidi, najikuta natoboa mdogo mdogo, nami nasogea alhamdulillah. Dola nikipata nafanya vitu vya maana, ili nikuvutie narudi jima. Yaani Harmonize kaandika lyrics. Hii ni koti mzee. Kaendelea kwa kusema, ili nikuvutie narudi gym, ili unisikie zaidi basi nitakesha studio. Baby you are my life, you are my life inspiration. Kaika kopa zile. Kifupi mimi ndio nina faida kubwa zaidi kati yetu. Tukirudi kwenye heshima, kwa kuwa na kuheshimu, najitathmini mara kwa mara kabla ya kusema au kufanya chochote, maana kinabeba picha ya watu wawili, sio mimi. Yani Harmonize anasema kwa sasa hivi baada ya engage Kajala, chochote anachofanya lazima kifikirie mara mbili, kwa sababu hakimreflect Harmonize peke yake, kina reflect familia ambaye ni yeye na Kajala. Kwa hiyo kabla ya kufanya jambo lazima alifikirie mara mbili. Je, litakuwa na faida kwake? Sio kwake tu, litakuwa na faida kwa mwenzi wake ambaye ni Kajala. Thanks a lot for trusting and always be at my side. I will never take it for granted. This is my last card kwenye mchezo wa maisha. 10 years later still feels like we are staring mke wangu Kajala. HK forever. HK ni Harmonize na Kajala forever, kwamba wako kwenye mahusiano miaka 10 iliyopita. Harmonize na Kajala wanajaribu kutufundisha upendo wa kweli haupotei na kuwa na uvumilivu kwenye mahusiano. Kama ipo hata kama mkiachana na mtu miaka 10. Kama Mungu aliandika wewe utakuwa mtu wako, atakuwa mtu wako tu. Ndio kitu ambacho Harmonize anajaribu kutuonyesha hapa. Kwa wanachowafundisha watu, usikate tamaa kwenye kile kitu ambacho unakiamini na kukipenda. Ndio kitu ambacho Harmonize anatuambia. Ameimba nyimbo nyingi sana kuhusiana na Kajala. Nyingi sana. Wanakuita bibi, wanafanya nini, lakini mimi ndo nakupenda na vitu kama hivyo. Kaimba nyimbo nyingi sana kuhusiana na Kajala. Hiyo inaonyesha ni kwamba upendo kweli. Na nao wako pamoja. Sisi ni kuombea, kwa sababu wamekuja kuleta picha na kuonyesha sura kwamba kwenye mahusiano kuwa na uvumilivu, then upendo wa kweli kamwe haupoteagi. Ndio kitu ambacho Harmonize na Kajala wamekuja kutuonyesha. Watu wanazungumza vingi sana. Watu wengi wanajaribu kumkumbusha Kajala kwamba huyu jamaa unampenda sana, ndio alimtongoza binti yako, ndio alimtumia picha za utupu binti yako. Lakini huyo binti yake ambaye ni Paula, ameshakuwa na mtu wake, ameshazaa mtoto, ana maisha yake na ameshasahau hivyo vitu. Wamesameheana, na hata juzi wakati wako kwenye boat yacht pale walikuwa wote na Paula alikuwepo, na wakakutana Harmonize wakazungumza, maisha mengine yameendelea. Kajala pia ameshasamehe, yameisha. Ilikuwa ni tamaa na Harmonize ameshaeleza, yameisha. Kwa kikweli ni kuombea tu waweze kuendelea kwenye kile ambacho wao wanakiamini
na huenda kuna siku moja wakaja kuwekwa kwenye vitabu kama ni mfano wa kuigwa kwa vijana. Mapenzi sio umri. Kwa wasanii, mimi nilisema hiki, siwezi kuwalaumu mashabiki. Nasema hivi, kwa wasanii bado wao wana mwamko mdogo kwenye kutumia platform ambazo zinawalipa zaidi kimuziki. Nitumie mfano wa YouTube na Spotify. Iko hivi, YouTube ili uweze kupata kuanza kulipwa, wanaangalia baadhi ya vigezo. Wanaangalia watch time, wanaangalia kufikisha views kadhaa 1000, wanaangalia kuwa na subscriber pia 1000. Then YouTube hawajaweka specific kila view moja unalipwa kiasi gani, bali wamekuwekea overall tu kwamba ukifikisha views milioni 1 inawezekana ukalipwa kama 700,000 hivi. Then hiyo YouTube pia inategemea unalipwa huko taifa gani. Lakini ukienda platform kama Spotify unalipwa per stream moja wanalipa 0.03. Kwa maana yake ni kwamba ukipata views milioni 100 tayari wewe hata ukiwa nyumbani una calculate tu kwamba nimetengeneza kiasi gani platform ya Spotify. The same kwa Apple Music, 0.04 per stream. Ukipata milioni 1 zidisha mara 0.04. Kwa hiyo ukishapata views milioni 100 au milioni 1, milioni 200, milioni kadhaa, unazidisha mara 0.04. Tayari wewe una calculate nimeingiza kiasi fulani kwenye platform yangu ya Apple Music, Spotify na 1 2 3 4. Ukienda in terms of numbers, wasanii wetu wa Bongo wana promote zaidi YouTube. Msanii pekee ambaye mimi wanamuona na promote Spotify ni Diamond. Wasanii wote wakitoa ngoma wanaweka link za YouTube. Diamond huwa anaweka link ya Spotify. Na inawezekana ndio kitu ambacho kimesababisha amewazidi wenzake numbers Spotify. Kushinda hizi tuzo kubwa wanaangalia vigezo vingi sana, lakini kigezo kingine ambacho wanakiangalia ni numbers za Spotify na Apple Music. Ili uweze kuona kwamba wenzetu huwa promote zaidi YouTube kwa sababu haina hela sana. Ngoma ya Push to Start ya Tyler, ukienda Spotify ina views milioni 444. Ukija YouTube ina milioni 136. Manake wenzetu wameinvest zaidi Spotify. Ukienda with hiyo Davido, YouTube ina milioni 54 mpaka 56. Ukienda Spotify ina milioni 101. Manake wenzetu wanainvest zaidi Spotify, platform ambazo zinalipa kuliko huko. Itabidi wasanii wetu mwamko wao ujaribu kuongezeka kwenye kupromote platform ambazo zinalipa kwa wasanii. Na ndio maana wenzetu nje, South Africa, Nigeria, tusiende Ulaya na Marekani, msanii akitoa ngoma moja ikawa hiti, tayari utashangaa kanunua magari ya kifahari, anajenga nyumba, kwa sababu wanalipwa kweli na hela ya maana kwenye hizi platform. Kwa wenzetu Marekani na huko walioendelea Ulaya, msanii mpaka leo anaendelea kutengeneza na hela Spotify na Apple Music, kwa sababu kule kila siku mtu atakavyo view unaingiza chochote, na imeandikwa kabisa per view unalipwa kiasi fulani. Mashabiki sio shida. Mashabiki huwa wanafuata wasanii wanataka wafuate nini. Yaani ukiwekea mashabiki, kuna muda fulani niliona kuna mwamko ulikuwa mzuri sana walivyokuja Boomplay. So Boomplay walichokuwa wanafanya, walikuwa wanachukua labda ngoma ya msanii au album au EP, then wanaipremiere kule kwao. Kwao wanawaambia mashabiki album ya msanii fulani imetoka, ile iko Boomplay. Kwa hiyo itawalazimisha mashabiki kwenda Boomplay kuisikiliza kwa sababu YouTube haipo. Kwa mfano album ya Darasa, Slave Become a King, unaelewa? Wali stream kule Boomplay, then baada ya masaa 24 sio 48 akaiachia YouTube. Unaelewa vizuri bwana? So unaangalia wengine, kuna wasanii wengine wameamka kwenye hizo platform. Uongo mbaya. So niliona kuna mwamko siku kadhaa, lakini sasa hivi imepotea. Huenda labda hizi kampuni pia za distributors, hizi kampuni za muziki, hizi platform, huenda labda wamepunguza trust kwa wasanii wa Tanzania wa Bongo Flava na nini. So I don't know. Itabidi tufuatilie na tujue shida ni nini. Kuna ngoma ya Khaligraph Jones ambayo inakuja ya Sony, yuko na Chidi Benz, na watu wengi wanaisubiri kwa hamu baada ya Khaligraph Jones kusema kwamba ngoma yake na Chidi Benz inatoka soon. Na Chidi Benz ameconfirm pale kwa sababu pia wamekolabo. Ile video ni collaboration ya Khaligraph Jones pamoja na Chidi Benz. Kwa hiyo kuna ngoma ambayo inakuja, na unajua kabisa Papa Jones
ni miongoni mwa marapa bora. Papa Jones bwana, mimi ninachompenda, anawapenda sana marapa wa bongo, hasa hawa ma legend. Anawapenda vibaya mno, na anakwambia yeye asilimia kubwa akiwa nyumbani mara nyingi anasikiliza hawa kina Chidi Benz, Mangwea, Professor J, akina J Mo. Anasikiliza marapa wa bongo ambao ni ma legend. Ndio maana inawezekana ngoma zake zinafanya vizuri bongo, kwa sababu pia ana ile lafudhi, ana namna ya kuimba kupita kwenye njia za marapa ambao wameshafanya vizuri kwenye muziki wa bongo flava hasa Tanzania. Kwa kimwangalia Chidi Benz pia ni legend wa hip hop Tanzania. Kufanya kazi na Khaligraph Jones ni heshima kwanza, ni heshima kubwa sana amepata mkongwe Chidi Benz, lakini pia heshima pia kwa Khaligraph kwa sababu ngoma yake inakuja kuuza Tanzania. Chidi Benz ni rapper anayependwa mpaka sasa hivi Tanzania. So maana yake kufanya naye kazi unaruhusu, unapata room ya ngoma yako kufanya vizuri Tanzania. Zuchu bwana ameachia ngoma yake Bara Nakupenda ya singeli. Unaelewa moja ya ngoma kali ambayo mimi nimeipenda kiukweli, na of course Zuchu kwenye singeli sio kwamba anakuaga mafia sana kama akimba ile aina yake ya muziki. Singeli za Zuchu haziwagi kubwa sana kwa sababu pia yeye sio msanii, ni msanii wa bongo flava, sio msanii wa singeli. Lakini mimi nimeipenda hii ngoma ya Bara Nakupenda kwa sababu ameandika sana na ameeleza story nzito kwenye wimbo. Singeli mara nyingi huwa ni vionjo. Watu wanachukua vitu, baadhi ya vipati hivi ni vionjo wanaviunganisha, wanatengeneza ngoma ya singeli. Lakini Zuchu ukiangalia amekuwa na flow, amekuwa na story ambayo inatiririka vizuri. Amejaribu kuelezea mapenzi, kumuelezea mpenzi wake. Unaelewa vizuri? Yaani kujiexpress kwa baby wake kwamba ukinifanya hiki mimi nakufanya hiki, usiniache, ukiniacha kina Lokola watanicheka. Vitu ambavyo nakufanyia nani atakufanyia ukiniacha, na vitu kama hivyo. Kwa ukisikiliza ile ngoma bwana, Zuchu amejaribu kuwazungumzia mapenzi kwenye singeli. Na inawezekana kwa sababu ni mwezi wa Februari, mwezi wa wapenda nao, na ndio maana Zuchu ameyazungumzia mapenzi kwenye ngoma yake ya Bara Nakupenda. Sio nyimbo ambayo ni nyimbo ambazo mimi namwamini sana Zuchu kwenye nyimbo za mapenzi. So inawezekana akatufanyia surprise nyingine. Na nizungumze hiki kuhusiana na Zuchu. Kwangu mimi, kwa wasanii wa kike, Zuchu ndio msanii bora. Na ni binti ambaye amekuwa na consistency toka atambulisho WCB. Hajawahi kupoa yani. Hata mwaka mmoja kwamba Zuchu mwaka huu amepoa. Zuchu mwaka huu yuko busy sio na nini? Mawe kila mwaka. Not easy. Na watu wengi wanajaribu kusema kwa sababu yuko WCB. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Kuna wasanii wamekuwa WCB na wamewahi kuwa WCB, hawakuwahi kufanya vizuri. So maana yake kufanya vizuri kwa msanii ni jitihada zake mwenyewe. Sio lazima lebo ikubebe. Ukiangalia show za mwaka jana, show ya Chani Nairobi ambayo ilifanya Kasarani. Ukija kuangalia ya Tanzania ambayo ilifanya siku ya Yanga Day, unaelewa vizuri, na baadhi ya show zingine unajaribu kuangalia upambanaji wake, unaona kabisa hii ni nguvu yake. Licha ya kuwa yuko WCB na usimamizi wa management kubwa, lakini kuna namna yeye pia anaonyesha power ya kufanya kazi, kujituma, kujitoa. Kwa kiukweli mimi big up sana Zuchu. Unaendelea, inawezekana kwa sababu mimi nasemaga kitu moja. Kufanya wimbo, kufanya muziki, hauwezi kuwa unatoa hit kila siku. Yaani inawezekana wewe kila ngoma ni hit. Ni kutafuta namna ya kuseti standard yako ya muziki. Ukishapata level yako ya standard ya kimuziki, haitakusumbua sana. Kwa sababu kila utakapotoa ngoma, inawezekana ikafanya vizuri, ikawa hiti, au ikawa na standard nzuri tu lakini haijawa hiti. Lakini mimi nataka kusema kitu moja. Ukisha set standard ya kimuziki, sio kila ngoma itakuwa ni hiti. Au tunawataja kina Chris Brown, wasanii wakubwa kina Drake. Unaelewa vizuri? Hawakuwahi kutoa hiti kila wimbo. Akina Diamond hao, akina Wizkid, akina Burna Boy, akina Davido, sio kila wimbo wanaotoa ni hiti, lakini wameseti standard. Kwamba standard yangu ya quality ya muziki hii hapa. Kama itakuwa hiti, bahati. Isipokuwa hiti, standard yangu iko hapa. Ndio kitu ambacho ninazungumzia kuhusiana na Zuchu. Bana, Alikiba anafanya show weekend hii Oman. Hiki nakizungumza na najaribu kueleza kwa sababu gani. Ukitaja wasanii ambao wamepunguza sana show za nje, huwezi kuacha kulitaja jina la Alikiba. Yaani Alikiba ni miongoni mwa wale wasanii ambao anaweza akapitisha mwaka mzima hajatoka nje ya Afrika Mashariki. Mfano ya Canada iko 2023, 2024, 2025. Zaidi ya show ambazo Alikiba akafanya ni Kenya. Unaelewa vizuri?
akaenda Rwanda. Basi zamani Alikiba alikuwa anaandaa show, anaandaa tour nje ya Afrika, nenda Marekani, tour ya Ulaya, tour ya Asia, tour ya Amerika, naelewa vizuri Tanzania pia alikuwa anazunguka mikoani. Kwa sasa ukimtaja Alikiba unataja kati ya wasanii ambao show za nje ya Tanzania zimepungua kwa asilimia kubwa. Sio tu nje ya Tanzania, hata ndani ya Tanzania Alikiba show zimepungua sana. Mimi naweza nikakuuliza swali, mara ya mwisho lini umemwona Alikiba kaandaa show Tanzania akaenda kafanya show yake? Lini umemwona? Mara ya mwisho nafikiri ilikuwa 2025, ilikuwa Zanzibar kwa funga mwaka kama sikosei, alifanya mwisho Zanzibar. Lakini ni moja katika nyingi sana ambazo Alikiba alikuwa anafanya na zimepungua. The same ukienda nje, show zimepungua sana sana. Kwa mfano mwaka jana ameenda Kenya tu, akaja kwenda na Rwanda kwenye show ya Kevin Kade kwenda kumsupport. Umeshanielewa? Hiyo ni kwa kupunguza show. I don't know, labda management au muziki wake umekosa ushawishi nje. Hivyo vitu pia vinawezekana. Inawezekana management haitafuti matobo, haitafuti shows, lakini pia inawezekana muziki wa Alikiba nje ya mipaka ya Tanzania, nje ya mipaka ya Afrika umekosa ushawishi. Kwa hiyo ni kazi kwa management, kwamba inakuwaje msanii show zimepungua za nje. Je, huko tunakotaka kwenda Ulaya, Marekani, muziki wetu unafika? Hiyo kazi ya management. Na Alikiba nao ana manager mpya kutoka Kenya, mshikaji na exposure. Unaelewa vizuri, ni mtu ambaye yuko kwenye kiwanda, anajua kabisa njia za kupita. So kazi ya management ya Alikiba sasa hivi ni kuangalia kwa nini msanii wetu show za nje zimepungua sana. Muziki anaofanya hauna ushawishi tena. Kuwa na ushawishi maana yake ni kwamba haufanyi vizuri huko Ulaya na Marekani tena. Kama haufanyi vizuri, tufanye nini ili Alikiba arudi kwenye piki yake? Alikiba tutazungumza vyote, lakini tutabaki kumpongeza. Ni msanii ambaye kaweza kumaintain kwenye game miaka mingi. Toka 2003 mpaka leo anaendelea kuleta challenge kwa Gen Z na wanashindwa kumtoa kabisa kwenye reli. Still bado hao Gen Z wanahitaji collab za Alikiba. Still wasanii wa kizazi hiki wanamhitaji zaidi Alikiba kwenye ngoma zao. Na ndio maana ukiangalia ni miongoni mwa wasanii, inawezekana ndio msanii pekee ambaye ana collab nyingi. Hata kwa mwaka 2025, 2024 ameshirikishwa katika ngoma nyingi sana. Katika kila album ya msanii utashangaa utaona jina la Alikiba. Maana yake still kwa bongo bado ana ushawishi mkubwa, bado nguvu yake ni kubwa. Sasa inatakiwa Alikiba arudi pale kwenye level yake ya kuandaa tour Ulaya, kuandaa tour Marekani, kwenda kufanya shows mataifa tofauti tofauti. So ukija hata kwenye show zaidi ya kwenda Kenya labda na Rwanda, wapi tena umeona? So maana yake hiyo ni kazi ya management kukaa kuangalia kwa nini msanii wetu show za nje zimepungua, tufanye nini aweze kurudi kwenye piki yake. Diamond ametajwa wakati na baadhi ya majarida mengi sana. Majarida mengi yaliandaa watu maarufu katika kila taifa Yaani watu maarufu zaidi. Mtu maarufu zaidi, sio msanii maarufu zaidi. Mtu maarufu zaidi kutoka Tanzania ametajwa Diamond na zaidi ya majarida 5 kupitia tu muziki wake. Kwa hiyo inawezekana sasa hivi watu wakitafuta watu maarufu katika kila taifa, Tanzania ni Diamond. Nigeria wanamtaja Wizkid, wanamtaja Davido, wanamtaja Burna Boy, wanapishanisha. Huyu jarida hili litamtaja Davido, jarida hili litamtaja Burna Boy, hili nitamtaja Wizkid. Tanzania ni mtu mmoja tu. Hiyo ndio story ilipo. Kwa nini? Sio jambo jipya. Ni kwangu mimi sio kitu kipya. Diamond kutajwa kama mtu maarufu tashangani. Lakini story ingebadilika kama angetajwa mtu mwingine zaidi ya Diamond. Hapo ndio kusema Diamond. Sio, unaelewa? Na mimi nilizungumza jambo moja juzi. Nikasema baada ya matukio kuendelea haya Afrima na Grammy, Afro Nation hajatajwa, baadhi ya matamasha hajaonekana, ya nje yale ya kimuziki, ma-event makubwa ya kimuziki nje, baada ya Diamond kukosekana, mimi tu nika-click kwenye akili yangu nikasema, siku mshikaji aseme jamani, mimi mambo ya muziki naachana nao, nikasema kimataifa itakuwa ni ndoto tena. Kwa sababu gani nasema hivi? Najaribu kuangalia movement za wasanii wetu wa Tanzania. Jux amefanya vizuri nje Nigeria, sio wapi, watu wanasema ni kwa sababu ya Diamond. Angalia hiyo. Ndio maana nakwambia ukikaa na uwaridi na watu wananukia uwaridi. So Jux kakaa karibu na uwaridi, kanukia uwaridi. Nao Jux watu wanamwamini kwa sababu anaonekana yuko karibu na nani? Na Diamond. Umeshaelewa?
Watu kwa mfano mimi nitamtaja Rayvanny. Ni miongoni mwa wasanii ambao kiukweli nje at least wanazungumzika. Lakini Rayvanny, uongo mbaya. Rayvanny baada ya kutoka kuwa ukaribu wa Diamond, kuna namna influence yake nje imepungua. Huo ndio ukweli. Kuna namna influence yake nje imepungua kwa sababu umeondoka karibu na mtu ambaye ana ushawishi mkubwa na watu wanakuamini kwa sababu wanakuona huko na fulani. Utamtaja nani mwingine? Usipomtaja Jux, Rayvanny, nani utamtaja? Utamtaja nani? Harmonize, hana ushawishi huo. Utamtaja Diamond tu. Rayvanny ukimwangalia hata movement, matukio anayofanya nje, wewe unaonaje? Tofauti na zamani. Sasa hivi nguvu imepungua. Nguvu imepungua. So still bado, ndio maana nikasema Bongo Flava hii itaendelea kumhitaji sana Diamond. Tukihitaji kuliwini soko la kimataifa, Diamond. Sasa je, Diamond atoe fursa kwa wengine kuwa wakubwa au hawa wengine hawawezi kumtumia Diamond wao kuwa wakubwa nje? Hiyo ni swali ambalo lazima sisi tujiulize. So kutajwa kuwa na ushawishi, kutajwa kuwa famous, kutajwa kuwa popular ni nguvu ambayo yeye kawekeza kwa akili zake, kuwekeza hela zake, kawekeza muda wake. Nani ataweza kuwekeza hivyo na yeye? Hilo ni swali. Hivi vitu haviji hivi ni kwa sababu mtu aliwekeza kila kitu. Je, nani mwingine Tanzania ana uwezo wa kuwekeza, kuinvest kimataifa hivyo? So movement za wengine bwana ziko hapa ndani tu. Mtu anataka kutrend nani? Nitolea mfano kina Mbosso. Mbosso, Mario ni wasanii bora sasa hivi Tanzania. Lakini ukiangalia kabisa wewe, ukiangalia tu akili yako ya kawaida, wewe unaona kabisa kutoboa nje ya mipaka ya Afrika Mashariki uongo. Movement gani zinafanyika unaziona? Hawa jamaa baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, hawa jamaa watakuwa wakubwa sana kimataifa. Ipi? Kwa nini tusiendelee kumtaja Diamond? Kwa nini Diamond akitajwa umie? Kwa nini Diamond akitajwa ushangae? Atatajwa tu kwa sababu hao wengine wameridhika. Ameridhika na soko lao la ndani. Wana trend YouTube, imeisha hiyo bro. Mimi niko trend namba 1, it's over, nimeridhika mimi. Mshaelewa? So jamaa ataendelea kuimanage hii game. Yaani kuna ngoma moja alishaimbaga na YG, asema I gave the keys of them. Yaani ana funguo zenu nyie. Hakumaanisha funguo za nyumba. Funguo za muziki kimataifa anazo. Huo ndio uhalisia. Kwa hiyo inawezekana kwenye ngoma na YG aliimba ukweli yani. I got the keys of them. Mimi ndio na funguo zao. So ukiangalia nothing kinachofanyika, yeye ndio aamue ajitutumue, aweke hela zake, afanye hiki, kaenda huko kafanya mambo yake, hakuna mtu anampa hela, hakuna mtu anamtuma. Wengine brother, nini kinafanyika? Ndio maana nimejaribu kwa mention hawa ambao wanafanya vizuri, then angalia movement zao, angalia collab wanazofanya, angalia aina za muziki wanaofanya, unavuka wapi? Wapi? Hilo ni tatizo. So jamaa kutajwa ni kitu cha kawaida. Angetajwa mtu mwingine ndio tungashangaa kwamba why mtu mwingine anatajwa mbele ya Diamond bro, ni uongo. So kiukweli mimi nijaribu kuzungumza hiki, big shout out sana Biggie, umewekeza muda uliowekeza, inawezekana watu walikuwa na mkejeli, lakini matunda ndo haya yanakuja kuonekana leo. Kwa hiyo mwanangu mimi nilitaka nizungumzie hicho kuhusiana na Diamond, na kiukweli of course mwaka huu hajaonekana Afro Nation, na nilizungumza Afro Nation hayupo, na inawezekana of course ukiangalia hata nyimbo zake sio kama zimeenda sana kimataifa, na mimi ninachomjua yule jamaa huwa hapendi kushindwa. Atakuja na ngoma, comeback ya ngoma ambayo inawezekana kaja kufanya vizuri tena huu mwaka. Yule jamaa huwa hawezi kuchemka miaka miwili mfululizo. Inawezekana mwaka mmoja akachemka, akatoa ngoma zijaenda, inawezekana anaandaa kitu. Umeshaelewa? Ndio mtu ambaye tunamtegemea kimataifa. Hakuna namna. Ili tuweze kuzungumziwa kimataifa lazima yeye achachamae. Ili tuweze kutajwa kule lazima achachamae. Mfano Afro Nation sasa anaenda BN na Baraka Joshua. Lakini BN na Baraka Joshua utamfanisha na Diamond in terms of branding, in terms of influence, in terms of ngoma kuwa kubwa, utamfanisha na Diamond bro? Why Diamond hayupo? And why wasanii wa Nigeria kila mwaka ni wale Wizkid, Burna Boy, Davido, Wizkid, Burna Boy, Davido, Rema? Why sio yeye kila mwaka awepo? Shelewa? So hawa wapo, lakini Diamond alistahili kuwepo kwa matukio aliyofanya 2025. Show zake zile za Summer Jam na nini, ana ushawishi. I don't know Afro Nation wamewaza nini? Sababu ukitaka kufuatiliwa Afrika Mashariki, mweke Diamond kwenye jambo lako. Hata wale watu wa Young Famous in Africa, ile reality show, wamewini sana East Africa kwa sababu Diamond yumo.
Yule dogo alimhoji Diamond Kiingereza kibovu, amewini huko kwa sababu Diamond alimfanyia. Ukitaka kuwini soko lako huko, muhusishe Diamond. I don't know Afro Nation wao walikuwa wanawaza nini, kiukweli sijui. Labda wamezungumza na Diamond kumwambia watamuita sababu inafanyika Marekani na Portugal. Hili linafanyika Portugal, wenda lile la Marekani Diamond ataenda. Leo bwana ilikuwa ni hiyo kuhusiana na recap na Mando, na mimi ni Elmando, nyuma ya kamera ni mwanangu, he is back Samir, au sio? Kwa hiyo tukutane siku ya Jumatatu kwenye recap na Mando nyingine. Mimi ni Elmando. Ciao. Recap na Mando.